Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media. Karibu tuangazie kile kilichojiri Mashariki ya Kati, na wakati huu tuelekee huko Tel Aviv nchini Israel. Kamanda mkuu mpya wa jeshi la Israel la IDF Eyal Zamir ametangaza hali ya hatari kwa nchi ya Iran pamoja na wapiganaji wa Hamas huko Gaza. Kamanda mkuu mpya huyo wa jeshi la IDF Luteni Jeneral Eyal Zamir amesema kwamba mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa vita dhidi ya taifa la Iran, lakini pia ni mwaka wa kiyama kwa wapiganaji wa Hamas huko Gaza. Zamir amesema kwamba huu ni mwaka ambao taifa la Israel litapambana kikamilifu na Iran, taifa ambalo linaonekana kuwa tishio katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kamanda huyo Bwana Zamir amechukua nafasi ya aliyekuwa kamanda mkuu wa jeshi la IDF Bwana Herzi Halev ambaye tayari amemaliza muda wake. Pia kuna taarifa zinazodai kwamba kamanda huyo wa zamani Bwana Herzi Halev ameachia madaraka kutokana na shutuma zinazomkabili, hasa kufuatia shambulizi la Oktoba 7 lililotekelezwa na wapiganaji wa Hamas katika ardhi ya Israel. Katika shambulizi hilo, kamanda huyo wa zamani anashutumiwa ni kwa nini Israel ilishambuliwa bila yeye kuwa na taarifa yoyote. Hivyo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemteua kamanda mkuu mpya wa jeshi Bwana Eyal Zamir, ambaye yeye anasema kuwa huu ni mwaka wa vita dhidi ya Iran, lakini pia ni mwaka wa kiyama kwa wapiganaji wa Hamas. Akizungumza katika sherehe za mabadilishano ya mamlaka siku ya Jumatano, Machi 5 mwaka huu, kamanda mkuu huyo wa zamani Herzi Halev ametoa wito kwa serikali ya Israel kuchukua hatua za uchunguzi dhidi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na wala wasiwatupie watu lawama zisizokuwa za msingi. Kamanda Herzi Halev amesisitiza pia kuchunguzwa kwa Netanyahu kuhusu tukio la Oktoba 7, akidai kuwa kumtupia lawama kamanda mkuu huyo wa IDF na kumtaka ajiuzulu haitoshi, bali wanatakiwa kutafuta hasa mzizi wa tukio, ukiwemo uchunguzi dhidi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Mimi ni Ramadhani Fupi. Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media. Karibu tuangazie kile kilichojiri huko Moscow nchini Urusi. Mimi ni Ramadhani Fupi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema kwamba kauli anazozitoa rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron zitamletea shida na matatizo yeye na taifa lake la Ufaransa. Sergei Lavrov amesema kwamba mpango wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wa kutaka kuivamia na kuishambulia Urusi hautafanikiwa kamwe. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amefananisha mpango wa rais Macron na watangulizi wake wa zamani kina Napoleon Bonaparte, ambaye alipanga kuivamia Urusi lakini walishindwa. Lavrov anasema kwa sababu walisema waziwazi, lazima tuishinde Urusi, na inaonekana wanataka kitu kimoja, lakini kwa sababu fulani wanasema kwamba ni muhimu kupigana na Urusi ili isishinde katika vita vyake na Ukraine, wala isishinde Ufaransa, kwamba Urusi inaleta hatari kwa Ufaransa na Ulaya, amesema waziri Lavrov wakati akizungumza na waandishi wa habari. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliwahi kusema kwamba Urusi imekuwa tishio kwa nchi yake na Umoja wa Ulaya kwa ujumla, na alisisitiza umoja huo kuongeza matumizi ya ulinzi ili kuongeza hali ya usalama. Na wakati huu Bwana Macron anaitishia Urusi kwa silaha zake za nyuklia, akisema kwamba silaha hizo zinatosha kabisa kuilinda Ulaya, lakini pia kuipiga Urusi. Akizungumza kwa njia ya television siku ya Jumatano, Rais Macron
alishutumu Urusi kwa kugeuza vita kati yake na Ukraine na kuwa mgogoro wa kimataifa. Macron alisema, ikiwa nchi inaweza kuvamia jirani yake huko Uropa bila kuadhibiwa, basi hakuna mtu anayeweza kuwa na uhakika wa chochote tena. Tishio la Urusi linaenea Ulaya yote pamoja na sisi, alisema Rais Macron. Mataifa ya magharibi mara kwa mara yamekuwa yakishutumu Urusi kwamba imepanga kuyashambulia mataifa hayo, lakini bwana Donald Trump, rais wa Marekani, aliwahi kunukuliwa akisema, mataifa ya magharibi yanaishutumu Urusi kuwa imepanga kuyashambulia, lakini Urusi kamwe haiwezi kuivamia nchi yoyote ambayo haina ugomvi naye wala kuleta uchokozi dhidi yake, isipokuwa tu mataifa ya magharibi ndiyo yatakayofanya Urusi iwashambulie, alisema Donald Trump. Nchi za Ulaya hasa Ufaransa na Uingereza zina mpango wa kupeleka wanajeshi wake huko nchini Ukraine, jambo ambalo Urusi linapinga vikali na limesema kwamba taifa lolote litakalothubutu kupeleka wanajeshi wake huko Ukraine, ni wazi kwamba Urusi haitawaacha salama. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Mimi ni Ramadhani Fupi.